Miaka mitano imepita tangu dunia imwage aliyekuwa rais wa Tanzania John Pombe Magufuli. Lakini swali moja bado linaendelea kuulizwa kwa sauti ya chini na ya juu pia. Kwa nini hadi leo viongozi bado wanamtaja? Kwa nini jina lake linaendelea kuishi kwenye hotuba, kwenye majukwaa ya siasa na hata kwenye mijadala ya wananchi wa kawaida? Je, ni kwa sababu ya maendeleo aliyoyaacha nyuma au ni kwa sababu ya namna alivyotawala ambayo bado inaacha alama isiyofutika? Hii si habari ya kawaida. Hii ni hadithi ya legacy, hadithi ya uongozi, na zaidi ya yote ni hadithi ya jinsi kiongozi mmoja anaweza kubadilisha namna watu wanavyoona nguvu ya uongozi. Hii ni makala moto. Karibu sana Moto TV Kenya. Kama wewe ni mpenzi wa uchambuzi wa kina unaogusa akili na moyo kwa pamoja, basi hii ndiyo platform yako. Tafadhali bonyeza subscribe, like, comment na share ili tuendelee kukuletea makala kama hizi zenye uzito. Usisahau kuwasha notification bell ili kila wakati tunapodondosha makala moto uwe wa kwanza kuyaona. Langu jina Ogar Brian Osoro, na leo hii tunaingia ndani kabisa ya mada ambayo bado ina moto wake hadi leo. Miaka mitano baada ya kifo chake, John Pombe Magufuli bado anatajwa kwa heshima kubwa na baadhi ya viongozi, na wakati huo huo anakosolewa vikali na wengine. Katika kumbukumbu ya miaka mitano iliyofanyika Chato, viongozi walikusanyika kumwenzi, wakimkumbuka kama kiongozi aliyekuwa na msimamo, aliyekuwa na maamuzi magumu na aliyekuwa tayari kusimama kwa kile alichokiamini. Lakini zaidi ya kumbukumbu, kilichoonekana wazi ni kwamba Magufuli hakuwa tu rais aliyepita. Amekuwa alama, ameacha mfumo wa kufikiri, ameacha kiwango ambacho wengine sasa wanapimwa nacho. Ili kuelewa kwa nini jina lake bado lina nguvu, lazima turudi nyuma kidogo na kuangalia aina ya uongozi aliyoonyesha. Magufuli alijijenga kama kiongozi wa vitendo, si wa maneno. Hakuwa mtu wa hotuba nyingi zisizo na matokeo, bali alijenga taswira ya mtu anahitaji kuona kazi ikifanyika. Alisimama imara kwenye nidhamu ya kazi, akasisitiza wajibikaji wa viongozi na akaonyesha msimamo mkali dhidi ya ufisadi. Katika macho ya wengi, hii ndiyo ilikuwa Tanzania mpya, Tanzania ya nidhamu, Tanzania ya kazi, Tanzania ya matokeo. Kauli yake maarufu ya kazi iendelee haikuwa slogan tu ya kisiasa, bali ilikuwa ya mtindo wa uongozi. Iliingia kwenye taasisi za serikali, ikaingia kwenye akili za wananchi, na kwa muda ikaonekana kama nchi ilikuwa inaenda kwa kasi tofauti. Miradi mikubwa ya miundo msingi ilianza kuonekana: reli ya kisasa, mabwawa ya umeme, barabara na madaraja. Yote haya yalionekana kama ushahidi wa uongozi uliokuwa unaangalia matokeo ya moja kwa moja. Lakini pamoja na mafanikio haya, lazima tukubali kuwa hadithi ya Magufuli haikuwa ya upande mmoja tu. Kulikuwa na upande mwingine ambao hauwezi kupuuzwa. Wapo waliodai kuwa katika harakati za kusukuma maendeleo, uhuru wa vyombo vya habari ulipungua. Wengine walihisi kuwa nafasi ya kukosoa serikali ilizidi kuwa finyu. Na hapa ndipo mjadala unaanza kuwa mgomo, kwa sababu tunakutana na swali ambalo halina jibu rahisi. Je, maendeleo yanahitaji mkono mgumu au yanaweza kufikiwa bila kubana uhuru? Hii ndiyo sababu hadi leo jina la John Pombe Magufuli linazua mjadala mkali. Kwa upande mmoja, kuna wale wanaomuona kama shujaa wa maendeleo, mtu aliyethubutu kufanya yale ambayo wengine waliogopa kufanya. Kwa upande mwingine, kuna wale wanaomuona kama kiongozi ambaye alionyesha hatari ya nguvu kupita kiasi. Ukweli ni kwamba pande zote mbili zina hoja, na labda hiyo ndiyo sababu legacy yake imekuwa ngumu kuifuta. Leo hii viongozi wanapomtaja Magufuli si kwa kumbukumbu tu, bali kama kipimo cha uongozi. Wananchi wanajiuliza kama viongozi wa sasa wanafanya kazi kwa kiwango kile kile cha wajibikaji, kama nidhamu ile bado ipo, na kama kasi ya maendeleo imeendelea au imepungua. Kwa njia moja au nyingine, Magufuli aliacha alama ambayo imegeuka kuwa benchmark. Kiongozi akigeuka kuwa kipimo cha wengine,
basi huyo si kiongozi wa kawaida. Huyo ni historia inayoendelea kuishi. Lakini tukitazama kwa undani zaidi, tunaweza kugundua kuwa nguvu ya legacy yake haiko tu kwenye miradi aliyojenga, bali iko kwenye hisia alizowaachia wananchi. Wapo watu walioamini kuwa hatimaye walikuwa na kiongozi anayewasikiliza na anayewatetea na anayeweka maslahi ya nchi mbele. Hisia hizi ndizo zinafanya jina lake liendelee kuishi hata baada ya miaka 5 kupita tokea afariki. Na hapa ndipo tunapofika kwenye swali la kifalsafa kidogo. Tunawakumbuka viongozi kwa sababu ya kile walichofanya au kwa sababu ya jinsi walivyotufanya tuhisi? Kwa sababu majengo yanaweza kubomoka, miradi inaweza kubadilishwa, lakini hisia za watu mara nyingi hubaki. Hii ndiyo sababu baadhi ya viongozi wanaweza kusahaulika haraka, wakati wengine wanaendelea kuishi kwenye kumbukumbu za watu kwa muda mrefu sana. Katika mazingira ya sasa ya kisiasa Afrika Mashariki, jina la Magufuli linabaki kuwa sehemu ya mazungumzo. Wakati mwingine linatajwa kama mfano wa kuigwa, wakati mwingine kama onyo la kujifunza, lakini kwa vyovyote vile haliwezi kupuuzwa. Na hii ndiyo nguvu ya kweli ya legacy, uwezo wa kuendelea kuathiri hata baada ya mtu kutokuwepo. Miaka 5 imepita, lakini mjadala bado unaendelea. Labda ukweli ni huu: Magufuli hakuwa mkamilifu, lakini alikuwa tofauti, na mara nyingi ni wale walio tofauti ndio hawawezi kusahaulika. Alibadilisha namna watu wanavyotarajia viongozi wao wawe. Alionyesha kuwa uongozi unaweza kuwa na nguvu, unaweza kuwa na kasi, na unaweza kuacha alama kubwa ndani ya muda mfupi. Lakini pia alituonyesha kuwa kila aina ya uongozi ina gharama zake. Na hapa ndipo tunapaswa kujifunza kama jamii, kuangalia yale yaliyofanya kazi na pia yale ambayo hayakufanya kazi. Kwa sababu mwisho wa siku lengo si kumtukuza au kumkosoa tu, bali ni kuelewa na kujifunza. Na labda hapa ndipo makala moto ya leo inatuacha kwenye tafakari. Je, tunahitaji viongozi wa aina gani katika kizazi hiki? Je, tunahitaji kasi ya maendeleo bila kujali gharama? Au tunahitaji mizani kati ya maendeleo na uhuru? Je, tunaweza kupata yote mawili au ni lazima tuchague upande mmoja? Majibu ya maswali haya hayapo studio, hayapo kwa wachambuzi pekee, yapo kwako kama mwananchi, kama mtazamaji, kama sehemu ya jamii. Kwa sababu mwisho wa siku viongozi wanatokana na jamii ambayo wanaiongoza. Tuandikie kwenye comment section, tuambie unafikiri nini kuhusu legacy yake John Pombe Magufuli. Na je, unadhani viongozi wa sasa wanakaribia kiwango hicho au la? Na kama bado hujasubscribe, hii ndio nafasi yako bana. Bonyeza subscribe, washa notifications na ufuatilie Moto TV Kenya kwenye mitandao yote ya kijamii @Moto TV Kenya Official ili usipitwe na makala kama haya. Mimi ni Ogaro Brian Osoro na hii imekuwa Makala Moto. Eid Mubarak.